Mwongozo wa kujifunza Biblia, Novemba 17, siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema nipe nchi hii ya milima. Soma Yoshua 14 aya 6 hadi 14. Hesabu 14 aya 24. Hesabu 32 aya 12. Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza ya 36 na Luka Mtakatifu sura ya 6 aya 45. Unaweza kuelezeaje mtazamo wa Caleb na Yoshua? Kumfuata Bwana kikamilifu kunamaanisha nini? Kamwe Kalebu hakusahau ahadi ambayo Bwana alikuwa amempatia kupitia kwa Musa, kwamba angeingia kwenye nchi ambayo miguu yake ilikuwa imekanyaga. Hesabu 14 aya 24. Miaka 40 baada ya hapo, anarejelea neno lake mwenyewe, kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Yoshua 14 aya 7. Msingi wa taarifa yake ulikuwa katika imani kwamba kwa uongozi na msaada wa Mungu, Israeli wangeweza kuitwaa ile nchi. Kwa kulinganisha na taarifa ya wale wapelelezi wengine 10 waliochochea hofu kati ya Waisraeli, Kalebu alidhihirisha kujitoa na imani kamilifu kwa ahadi ya Bwana. Kirai cha Kiebrania ambacho kwa kweli kinamaanisha nilimfuata Bwana kwa utimilifu, Yoshua 14 aya 8, pengine ni kifupi cha nahau ndefu kidogo. Moyo wangu ulikuwa ukimfuata Bwana kikamilifu, au nilijaza moyo wangu ili nitembee nyuma au nikimfuata Bwana. Kwa kulinganisha na wengine waliotembea wakifuata miungu migeni na ambao hawakumfuata Bwana kikamilifu, moyo wa Caleb ulikuwa umetolewa kikamilifu kwa Bwana. Kauli hiyo hiyo inarudiwa baadaye mara mbili, ikisisitiza uaminifu wa Kalebu. Yoshua 14 aya 9 na aya 14. Ubainishaji wake wa tabia unapatana na kile Bwana mwenyewe alichokiita roho nyingine, Hesabu 14 aya 24, iliyomweka Kalebu tofauti na wale wapelelezi wengine 10. Hata katika umri wa miaka 85, aliendelea kuwa kielelezo cha kile ambacho Bwana anaweza kufanya kupitia kwa watu ambao mioyo yao imejitoa kwake na kwa kazi yake. Kalebu alielewa kwamba eneo ambalo kila kabila lingepata kumiliki lilikuwa likiwiana moja kwa moja na kiasi ambacho walikuwa na ujasiri kudai ahadi za Bwana na kiasi cha ardhi ambacho walikuwa tayari kuikanyaga kwa imani. Ahadi za Mungu hazijitimizi zenyewe, kwa maana kwamba zinatimia tu bila kujali nia zetu. Badala yake, zinahitaji imani inayoambatana na vitendo thabiti. Neno la Kiebrania ulai, labda Yoshua 14 aya 12, linaweza kuonesha hofu na mashaka, lakini kwa kawaida linaonesha matumaini na matarajio kwamba kitu fulani chanya kitatokea. Mwanzo sura ya 16 aya 2, Hesabu 22 aya 6 na 11, Hesabu 23 aya 3. Ni maridhiano gani? Maridhiano madogo madogo ni aina ya mambo yawezayo kutuzuia tusimfuate Mungu kikamilifu. Hii ni Novemba 17, mada ikisema nipe nchi hii ya milima. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.